Haleluya. Wacha nichukue fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi chetu kizuri cha Malango ya Ushindi katika ulimwengu wa roho. Malango ya Ushindi katika ulimwengu wa roho. Katika kipindi hiki cha Malango ya Ushindi huwa tunaleta mafundisho ya maarifa ya neno la Mungu kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya kufanikisha katika kila jambo ambalo tunaweza kulifanya katika ulimwengu wa roho. Leo kama wewe ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, nichukue fursa hii kukukaribisha. Karibu sana katika channel yetu ya Apostle Katambi. Kama ni mara ya kwanza, unaweza ukasubscribe channel hii na ukawa kwanza kupata masomo yetu na vipindi vyetu vya kila siku. Leo nitazungumza nawe, tuna kipindi ambacho kiko hewani tunachofundisha kwa habari ya malango katika ulimwengu wa roho, na tutazungumzia kwa habari ya malango ya giza katika ulimwengu wa roho. Lango mojawapo katika ulimwengu wa roho, lango la giza, ni lango ambalo la madhabahu ya njia panda katika ulimwengu wa roho, madhabahu za njia panda. Leo ninafundisha kwa habari ya madhabahu ya njia panda, madhabahu ya njia panda. Wengi huwa wanajiuliza ni kwa nini ambapo unapopita njia panda ajali nyingi huwa zinatokea njia panda? Umeshajiuliza ni kwa nini ajali nyingi zinatokea njia panda? Umeshajiuliza ni kwa nini ibada zote zile za giza na ibada zote za giza hufanyikia njia panda? Kwa sababu unaweza ukapita kwenye maeneo ya njia panda ukakuta kama kuna nguo wameweka makaniki meusi yako njia panda. Unakuta njia panda wameweka makaniki meusi, lakini pia kwenye njia panda hizo unakuta wameweka vitu kama makaniki meusi hayo, mashuka wameweka njia panda. Lakini pia unaweza ukapita njia panda ukakuta kuna nazi zimevunjwa kwenye njia panda. Umevunja nazi njia panda, wameandika maandishi wakavunja njia panda. Lakini pia unaweza ukapita njia panda ukakuta pale njia panda wameweka kitu kinachoitwa pesa, zile pesa za mikosi, pesa za majini njia panda. Kuna nini njia panda? Unaweza ukapita njia panda ukakuta mahali penye njia panda mtu anaoga asubuhi na mapema, mtu anaoga njia panda. Unaweza ukasema kuna nini kwenye njia panda? Leo nafundisha kwa habari ya madhabahu ya kichawi iliyobebwa katika njia panda. Kumbuka, unaweza ukapita njia panda ukakuta maji wameoga pale, wameoga maji ili kuondoa mikosi au laana. Wamefanya hivyo vitu kwenye njia panda. Kuna kitu gani katika njia panda? Naomba unifuatilie katika somo hili, madhabahu iliyobebwa katika njia panda. Njia panda imebeba siri kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, mambo ya shetani ni siri. Mambo ya shetani hayako waziwazi, yamefichika katika siri. Na ndio maana hata walio Freemason au walio kwa shetani hawawezi kusema mimi ni wa shetani. Maana akisema mimi ni wa shetani anapewa adhabu au anashughulikiwa. Kwa shetani mambo yake anafanya kwa siri sana. Na siri mojawapo ya njia panda ni madhabahu za kichawi. Wewe unakusanyika kwenda kuabudu katika kanisa, unakusanyika kwenda kuabudu katika nyumba ibada msikitini, lakini wachawi wanakusanyika kwenye madhabahu ya njia panda. Ndio maana watu wengi wanapopita njia panda usiku unaweza ukasikia kama watu wanaongea lakini hawaoni. Na wakati mwingine unapita njia panda unasikia kama mnunguniko lakini uoni. Lakini wakati mwingine unapita njia panda unasikia nywele zinasisimuka. Kuna kitu unapata ishara kwamba kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa roho, lakini wewe bado hujaweza kukifahamu kitu gani kinaendelea katika njia panda. Kwa hiyo leo nataka tujifunze, na lengo la kujifunza madhabahu ya njia panda ili tuvunje hizo madhabahu, maana ndiko ambako wanakusanyikia wachawi kwenye njia panda, ndiko lango lao la giza
kwenye njia panda, ndiko ambako wanakusanyikia kufanya mambo yao katika njia panda. Hebu tuangalie kwenye maandiko matakatifu, Ezekieli sura ya 21, kitabu cha Ezekieli sura 21, tutaangalia hapo kitabu cha Ezekieli sura 21, na hapo tutaona katika kitabu cha Ezekieli sura 21, na katika kitabu cha Ezekieli sura 21 tutaenda kuangalia mstari wa 21. Kuna nguvu gani katika njia panda? Kuna madhabahu gani katika njia panda? Kwa hiyo ndipo utaanza kugundua leo vikao vya wachawi kuanzia saa 6 usiku vinakuwa njia panda. Vikao vya wachawi wanakusanyika njia panda, wakijadili katika huo mtaa kuharibu maisha ya watu, kuharibu uchumi wa watu. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na maombi ya kutuma damu ya Yesu kwenye njia panda. Tunahitaji tuwe na maombi ya kutuma moto wa Roho Mtakatifu kwenye njia panda, kusambaratisha vikao vyao na ajenda zao katika ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Nasema mtumishi, unaongea nini? Hebu tuanze kuangalia katika kitabu kile, tuanze kuangalia kitabu cha Ezekieli sura ya 21. Ezekieli sura 21 na mstari ule wa 21 mpaka 22. Nguvu iliyopo katika madhabahu ya njia panda katika ulimwengu wa roho. Uwezo uliobebwa katika madhabahu ya njia panda katika ulimwengu wa kiroho. Ezekieli sura 21 mstari wa 21. Maandiko yanasema, maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha hizo njia mbili, ili atumie uganga, akitikisa mishale huko na huko, akiziuliza faraki. Akayatazama maini, na katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura Yerusalemu, na kuviweka vyombo vyote vya kubomolea, na kufumbua kinywa chake katika machinjo, na kuinua sauti yake kupiga kelele sana, na kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango katika maboma ya kujengea ngome. Na jambo hili lilikuwa kwao kama uganga na ubatili mbele ya macho waliowapia viapo, lakini utafanywa uovu ukumbukwe. Nafundisha hapa katika madhabahu ya njia panda. Nafundisha kwa nini ajali nyingi zinatokea njia panda. Kwa nini ajali nyingi zinatokea njia panda. Nafundisha kwa nini ajali nyingi zinatokea njia panda. Hebu tuangalie Ezekieli sura 21 mstari wa 21 mpaka mstari wa 22. Hapa tunaona Biblia inazungumza kwa habari ya mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babeli, Biblia inazungumza hapa kwa habari ya mfalme wa Babeli, na inazungumza kwa habari ya mfalme wa Babeli. Alafu anasema akasimama kwenye njia panda. Huyu mfalme wa Babeli ni mfalme yupi? Nataka kidogo tumtafasiri au tumchambue ni mfalme yupi. Huyu ndiye mfalme aliyeitwa Nebukadreza. Nebukadreza. Huyu ndiye mfalme ambaye aliyepigana na Israeli na akawashinda Israeli, na sio tu kuwashinda, alichoma mji wa Israeli. Ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana. Israeli walikuwa kipindi hicho hawapigwi, lakini huyu mfalme Nebukadreza alianza njia panda. Ndio mfalme ambaye alipiga Israeli, na baada ya kuwapiga Israeli ndio mfalme ambaye akawatoa mateka Israeli na akamtoboa macho mfalme wao anaitwa Ezekia. Huyu mfalme wa Babeli anaitwa mfalme Nebukadreza. Sasa nini nataka nifundishe siku ya leo? Kwamba bado tuna somo letu nasema madhabahu ya njia panda. Kwa nini mfalme huyu wa Babeli ni mfalme ambaye aliyokuwa anaongoza kwa kuwa na miungu mingi kuliko wafalme wote? Na ndio maana huyu mfalme wakati amemchukua Shadraka, Meshaki na Abednego wala kina Danieli, aliwaambia ni Mungu yupi anaweza kuokoa na mkono wangu? Maana yake alikuwa anajiamini sana katika miungu. Maana yake alikuwa na miungu ya hatari huyu mfalme Nebukadreza. Lakini pamoja mfalme Nebukadreza alikuwa na miungu ya hatari, anamwambia ni Mungu yupi anaweza kukuokoa na mkono wangu? Nini nataka nifundishe? Alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mtu wa giza. Sasa hapa anasema katika Ezekieli sura 21 mstari wa 21, anasema mfalme wa Babeli akasimama kwenye madhabahu kwenye njia panda. Anasema njia panda ya vichwa vikuu viwili, yani yenye maingiliano ya sehemu kuu mbili. Na lengo la kusimama mfalme wa Babeli katika madhabahu ya njia panda, Biblia inasema akifanya falaki.
akifanya uganga. Biblia inasema hivyo hivyo, Ezekiel 21 mstari 21 mpaka 22, akifanya uganga, akifanya falaki kwenye njia panda. Unadhani huyu mfalme ikulu yake ilikuwa namna gani? Alikuwa na ikulu kubwa sana. Unadhani mfalme nyumba zake zilikuwa nyumba za namna gani? Kwa nini asiende kufanyia hiyo ibada pale nyumbani kwake? Njia panda tu moja akatafuta ile eneo wakaweka ile ibada na huyu mfalme wa Babeli, kwa sababu njia panda imebeba mawasiliano ya giza. Njia panda ni lango la kuzimu. Katika malango ya kwenda kuzimu, lango mojawapo ni njia panda katika ulimwengu wa roho. Kwa mfalme wa Babeli aliposimama njia panda, alikuwa anatafuta network ya giza. Kwa hiyo kama unavyoabudu unaenda kanisani, kama unavyoabudu unaenda kumtafuta Mungu, ndivyo ulimwengu wa roho wa giza, wachawi wanakusanyika njia panda. Pale ndipo ambapo wanaweka kituo chao, pale ndipo ambapo wanaweka makusanyiko yao katika njia panda. Kwa hiyo mfalme wa Babeli, Biblia inasema kwamba kabla ajaenda kupiga Israeli, kabla ajaenda kupambana na taifa takatifu la Israeli, cha kwanza alianza kwenye madhabahu za njia panda, au ndipo alipoweza kusimama katika madhabahu za njia panda. Pendwa unanisikiliza, nataka niseme ya kwamba akashika mishale. Biblia inasema alishika mishale, maana alikuwa anaenda vitani. Akashika mishale huku akitamka na majina ya Israeli, akiwalaani, akiwa njia panda katika ulimwengu wa roho. Kwa tunaanza kupata siri ya kwamba kabla hawajashughulikia biashara yako, walianza njia panda. Kabla hawajashughulikia uchumi wako, walianza njia panda. Kabla hawajashughulikia mafanikio yako katika ulimwengu wa roho, ndoa yako katika ulimwengu wa roho, wanaanza kwenye madhabahu za njia panda. Pendwa unanisikiliza, tutakuwa na maombi maalum ya kuweza kutoa kila kitu cha kwako kilichofungwa kwenye madhabahu ya njia panda. Tutakuwa na maombi maalum ya kuweza kuondoa kila uchawi, ushirikina waliofunga jina lako kwenye madhabahu ya njia panda, waliosimama kufunga familia yako kwenye madhabahu ya njia panda. Na ukitaka kudhihirisha haya nayokwambia, nenda ukaingia maombi leo. Wachawi wa kila eneo unakoishi ndiko wanakokusanyikia hapo, wanatafuta njia panda moja. Kama ni wachawi wa eneo unakoishi, wanatafuta njia panda moja, ndipo wanapokusanyikia hapo, na ndipo wanapoweka vikao kwamba fulani afe, fulani watoto wake waharibikiwe, fulani uchumi wake waharibikiwe. Wanasimama kwenye hiyo njia panda, wanaanza kutamka maneno kwenye njia panda, wanaanza kusema maneno kwenye njia panda. Nini nataka nifundishe? Nenda ukaombe leo, tuma damu ya Yesu kwenye njia panda unakoishi. Achilia damu Yesu, vikao vyao sambaratisha kwenye hiyo njia panda unakoishi. Utaona Mungu atakufunulia siri ya ajabu sana. Kwa hiyo wachawi wakutaniki kanisani, wachawi wakutaniki kwenye nyumba za ibada. Lango lao, madhabahu yao kubwa ni njia panda katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ajali nyingi zinatokea njia panda. Ndio maana mauti nyingi zinatokea njia panda. Ndio maana mabaya mengi yanatokea njia panda. Njia panda ni lango la giza. Kama ulivyoona mfalme Nebukadreza aliposimama njia panda, ni lango la giza. Tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kutoa chochote waliosimama kwenye njia panda kuleta vita na maisha yako. Tutawasambaratisha kwa damu Yesu, tutawaangamiza kwa damu Yesu. Mwombaji unayeomba, usikate tamaa, endelea kutuma damu Yesu kwenye njia panda zote zilizokamata baraka zako, mafanikio yako, uchumi wako katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Subscribe channel hii ili inapoleta maombi ya kutoa vitu njia panda ya kufikia kwa wakati, tuweze kuomba pamoja katika channel hii. Mungu wa mbingu na nchi akubariki na akuzidishie neema. Kristo iwe juu yako, ikupiganie katika jina la Yesu aliye hai. Amen.